niko kwenye mifugo. Mimi nimekuwa pamoja na Wamasai. Mererani tunaishi na Wamasai. Wamasai wanapenda ng'ombe sana, wanapenda mifugo. Kimasai kama hauna hata mbuzi moja, wanakuita Rukunjai. Maana ya Rukunjai ni maskini wa mwisho. Maskini wa mwisho. Kimasai Rukunjai ni maskini wa mwisho ambaye hana hata mbalelo. Lakini labda nikuambie, katika mchana wa leo, hata ungekuwa Rukunjai, ukiwa na Yesu una faida. Hata ungeitwa Rukunjai, ukiwa una Yesu una faida kuliko ukawa na ng'ombe nyingi lakini una safari ya kwenda motoni. Usitengereze, usihatarishe maisha yako. Usihatarishe maisha yako kaka yangu. Kweli hapa tunapita na mko watu wa dini mbalimbali. Hapa kuna watu, kuna Waislamu, hapa kuna Wakristo, kuna Waroma, kuna Wasabato, kuna watu wanaitwa kila kuno. Huenda wako hapa, lakini nimemleta zaidi ya kila kuno. Nimemleta zaidi ya TAG. Nimemleta zaidi ya FPCT. Nimemleta Yesu Kristo aponyaye maisha ya watu. Nimemleta Yesu Kristo anayebadilisha maisha yako. Si unaona una dini na bado shetani anakusumbua? Dini yako haina nguvu ya kufight na shetani. Si unaona unaingiaga msikitini na bado shetani anakupeleka mbio mbio? Dini yako haiwezi kukusaidia. Si unaona unaingiaga kanisani lakini shetani anakupeleka mbio mbio? Kanisa haliwezi kukusaidia. Awezaye kukusaidia ni Yesu Kristo. Awezaye kuyaponya maisha yako sio jengo la kanisa, ni Yesu peke yake. Huyo ndiye awezaye kuyaponya maisha yako. Amen. Ponyeni maisha yenu ndugu zangu. Mimi nikuuliza swali hili baba yangu. Ikitokea umeondoka duniani, utaenda wapi? Niwaulize maswali haya. Ndugu zangu naye nisikiliza. Najua unapatania ng'ombe lakini unanisikia vizuri. Nikuulize, siku kiondoka utaenda wapi? Nikuulize swali la pili. Siku kiondoka utaenda na nini? Hebu tuambie utaenda na nini? Kwenye hizo mali zako zote, kwenye hayo magari, kwenye hizo ng'ombe, kwenye hizo mbuzi, kwenye hizo kondoo, utaenda na nini? Hebu niambieni ndugu zangu, siku kiondoka utaondoka na nini? Hapa duniani umemiliki vingi kweli, lakini hauna Mungu ndani ya moyo wako. Hebu nikuulize baba yangu, siku kiondoka utaondoka na nini? Hebu niambie kaka, utawekwa kwenye jeneza, hautazikwa kwenye nusu heka, utazikwa kwenye 6 kwa 6. Kaburi litakuwa dogo tu, hautaondoka na kitu. Vile ulivyovikusanya kwa nguvu, hautaondoka na chochote. Ni heri leo ungemgeukia Yesu, ili siku kiondoka uondoke na Yesu. Ni heri leo ungempokea Yesu, siku kiondoka duniani utaenda pamoja na yeye. Mgeukie Yesu baba. Naweza ukani challenge, ukaniambia kwa nini unasema Yesu na mimi na mtume wangu? Una nabii wako najua, una mtume wako najua. Kwa nini namsema Yesu? Namsema Yesu kwa sababu alienda msalabani kwa ajili ya maisha yetu. Namsema Yesu kwa sababu alikufa, siku ya 3 alifufuka. Kwa hivyo Yesu yuko hai. Namsema aliye hai. Sisemi habari za Musa. Musa ni marehemu. Sisemi habari za Ibrahimu. Ibrahimu ni marehemu. Lakini aliye hai ni Yesu peke yake. Ndio maana tunasema habari zake. Mwamini hivi leo. Nikuulize mama yangu, siku kiondoka utaenda na nini? Siku kiondoka duniani,
ni nini utaenda nacho? Je, utaondoka na ng'ombe zako? Je, utaondoka na mbuzi zako? Je, utaondoka na gari au nyumba? Mimi nataka kukuambia vyote unavyovikusanya utaviacha. Swali la kujiuliza si kwamba utaacha au hautaacha, maana kuacha ni lazima. Swali la kujiuliza, nikiachana na hivi vitu nitaangukia wapi? Nitaenda wapi? Maana kuna watu wanateseka, wanatamani ungesikia habari za Yesu utubu, lakini wewe bado uko bize na mbuzi, wewe bado uko bize na ng'ombe. Kuna watu wako kuzimu, wanatamani ungesikia habari za Yesu ili ugeuke, usiende kuteseka, lakini wewe hautuelewi. Wewe sasa hivi